Hujambo na karibu msikilizaji katika matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Karo Robi. Shukrani msikilizaji kwa kuchagua BBC jioni hii, nami ni Halima Nyanza. Tulionayo katika Dira ya Dunia: makubaliano ya kusitisha vita vya Marekani na Iran yarefushwa huku meli kadhaa zikishambuliwa katika mlango bahari wa Hormuz. Rais Trump kwamba anasitisha vita kwa muda usiojulikana, yenyewe ni kauli tata. Hili neno kusitisha vita, mimi nahisi si sahihi sana kuliko kuita kusitisha mashambulizi dhidi ya Iran, kwa sababu kusitisha vita inakuwa ni suala hasa la pande mbili ambazo zinakubaliana. Umoja wa Ulaya umeidhinisha mkopo wa dola bilioni 100 kwa ajili ya Ukraine. Serikali ya Sudan Kusini yaahidi uchaguzi mkuu utafanyika mwezi Disemba mwaka huu baada ya kuahirishwa mara kadhaa. Kutopatikana kwa hali ya amani na pia kutofanyika kwa uchaguzi pale Sudani ya Kusini kumechangia pakubwa kutokuwa na amani na pia kutowajibika kisiasa. Na Rwanda imeziamuru taasisi za serikali kwamba kuanzia sasa 30% ya magari yanayonunuliwa lazima yawe yale yanayotumia umeme. Na uwanjani, shirikisho la kandanda barani Afrika katika mkutano jijini Kampala na maafisa waandamizi wa soka ukanda wa Afrika Mashariki kuelekea michuano ya AFCON mwaka ujao. Kwa mengi zaidi ni hapo baadaye katika makala ya spoti, nami Shuaib Ibrahim. Lakini kwanza ni taarifa ya habari ukisomewa nami Ambia Hirsi. Jeshi la Iran linasema limezuia meli mbili huku Iran ikiendelea kudhibiti usafiri wa meli katika mlango wa bahari wa Hormuz, saa chache baada ya Marekani kuongeza muda wa usitishaji mapigano. Ni mara ya kwanza Iran kukamata meli tangu kwanza kwa vita. Vyanzo vya masuala ya baharini vimesema meli 3 za mizigo zimeshambuliwa. Hakuna taarifa za watu kujeruhiwa wala uharibifu mkubwa ulioripotiwa. Chanzo kutoka Pakistan kilichohusika katika mazungumzo kati ya Iran na Marekani yaliyofanyika Islamabad mapema mwezi huu kimesema kuwa Pakistan bado inaendelea kujitahidi kuzikutanisha tena pande hizo mbili. Balozi wa Umoja wa Ulaya wameidhinisha mkopo Mabalozi wa Umoja wa Ulaya wameidhinisha mkopo uliokuwa umeahidiwa wa dola bilioni 100 kwa Ukraine baada ya Hungary kuondoa pingamizi lake muda mfupi baada ya Waziri Mkuu Viktor Orban kushindwa katika uchaguzi. Leila Mohamed na maelezo zaidi. Utawala wa Orban ulikuwa umezuia mkopo huo wakati Hungary iliposimamishiwa usambazaji wa mafuta ya Urusi kupitia bomba la Druzhba linalopita Ukraine kufuatia mzozo na nchi hiyo ya Ukraine. Ukraine ilisema bomba hilo liliharibiwa baada ya shambulio la Urusi, lakini sasa imesema mafuta yameanza tena kusafirishwa kwa mara ya kwanza katika miezi mitatu. Orban alisema Ukraine ilikuwa inazuia kwa makusudi mafuta hayo ambayo pia hupelekwa Slovakia kwa kushindwa kufanya marekebisho, madai ambayo Ukraine inakanusha. Nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya zinatarajiwa kukamilisha rasmi mkopo huo siku ya Alhamisi. Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu wa Jinai ICC imetupilia mbali rufaa iliyowasilishwa na rais wa zamani wa Filipino Rodrigo Duterte. Mahakama hiyo iliyoko The Hague imethibitisha kuwa ina mamlaka ya kushughulikia kesi yake na imekataa maombi ya mawakili wa kusitisha kesi hiyo na kumwachia huru Duterte mwenye umri wa miaka 81. Mawakili wake waliokuwa wamehoji kuwa tangu Filipino ilipojiondoa kwenye ICC mwaka 2019 mahakama hiyo haina tena mamlaka ya kumhukumu. Hata hivyo, uamuzi wa leo unafungua njia kwa rais huyo wa zamani kufikishwa mahakamani kwa uhalifu dhidi ya binadamu. Anatuhumiwa kuwa na jukumu muhimu katika mauaji ya kiholela ya maelfu ya watu wakati wa kile alichokiita vita dhidi ya dawa za kulevya alipokuwa madarakani. Unaendelea kusikiliza taarifa hii habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Sudan Kusini inatarajiwa kufanya uchaguzi mwezi Disemba mwaka huu licha ya nchi hiyo kukabiliwa na tishio la kutumbukia tena kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe. Wataalamu wanaonya uwezekano wa kurejea kwa vita, huku majeshi ya serikali chini ya Rais Salva Kiir yakipambana na makundi yanayohusishwa kwa karibu na makamu wa rais Riek Machar. Roncliffe Odit na maelezo.
Ghasia hizo zimelazimisha makumi ya maelfu ya watu kukimbia makazi yao, huku mashirika ya misaada yakishambuliwa mara kwa mara na kushindwa kutekeleza shughuli zao ipasavyo. Waziri wa habari Ateny Wek Ateny amewaambia waandishi wa habari mjini Juba kuwa serikali inafanya jitihada za kukusanya fedha kutoka kwa mapato ya mafuta na yasiyo ya mafuta ili kufadhili uchaguzi huo. Makubaliano ya amani ya mwaka 2018 yalimaliza vita vya mwisho kati ya Rais Salva Kiir na makamu wake Riek Machar. Na watu saba wameuawa katika mapigano kati ya jeshi la Ethiopia na wanamgambo katika eneo la Amhara nchini humo. Mashuhuda wanasema wanajeshi wa serikali walishambulia eneo la kanisa katika mji mdogo wa Sali Ijumaa iliyopita. Wakazi wa eneo hilo walielezea shambulizi hilo kuwa la kikatili, wakisema baadhi ya waathiriwa walilazimishwa kupiga magoti kabla ya wanajeshi kuyafatulia risasi. Kundi la haki za binadamu limeshtumu vikosi vya serikali pamoja na wanamgambo wa Fano kwa mauaji ya kiolela na utekaji nyara na aina nyingine za unyanyasaji. Hii ni BBC. Shukran naambia Hirsi kwa taarifa ya habari za dunia. Msikilizaji, matangazo haya ukiwa visiwani Zanzibar sikilize kupitia Zenji FM. Nchini Tanzania bila shaka yanapatikana kupitia Classic FM, Mabud FM na Loliondo FM. Nchini Kenya unaweza kuyasikiliza kupitia Nyota FM, Gulf Radio na Milele FM. Ukiwa Uganda ni Radio Paidha, Radio Lira na Radio Kitara, na kule DRC ni Elizadele Radio na Radio Muungano Beni. Aidha yako kwenye FM, tovuti yetu na ukurasa wetu wa Facebook pamoja na YouTube BBC News Swahili. Karibu tena msikilizaji, jioni hii uko nami Karorobi na mwenzangu ni Halima Nyanza akiwa kule Dar es Salaam. Karibu sana Halima. Shukran sana Karo, na tuanze basi na mzozo wa Mashariki ya Kati. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ameunga mkono hatua ya rais wa Marekani Donald Trump kuongeza muda usitishwaji mapigano na Iran mpaka pale mazungumzo yatakapokamilika. Lakini Rais Trump amesema vikwazo vilivyowekwa na Marekani katika bandari za Iran vitaendelea mpaka pale Iran itakapowasilisha pendekezo lake. Nastia Mohamed na maelezo zaidi. Leo hii siku ya Jumatano ndio ilikuwa siku ya mwisho wa usitishaji wa mapigano kati ya Marekani na Israel dhidi ya Iran, na sasa angalau kuna afueni baada ya matamshi ya rais wa Marekani Donald Trump kutangaza kwamba amekubali kuongeza muda wa kusitisha mapigano na Iran bila kikomo maalum. Hii ikiwa ni mabadiliko makubwa ikilinganishwa na msimamo wake wa saa chache zilizopita. Rais Trump kupitia mtandao wake wa kijamii alisema amechukua hatua hiyo baada ya kuzingatia mgawanyiko wa serikali ya Iran, swala ambalo anasema halikutarajiwa. Anaendelea kusema kufuatia ombi la Field Marshal Asim Munir pamoja na Waziri Mkuu Shehbaz Sharif wa Pakistan, Marekani imeombwa kusitisha kwa shambulio dhidi ya nchi ya Iran hadi wakati ambapo viongozi wao na wawakilishi wao wataweza kuwasilisha pendekezo la pamoja. Lakini Trump bado amesema jeshi la Marekani litaendelea na zuio lake katika mlango wa bahari ya Hormuz. Awali akizungumza na CNBC, Trump alisema anatarajia kutakuwa na mashambulizi na kwamba jeshi lilikuwa tayari kabisa kuanza. Aidha, alirejelea tishio lake la kuharibu madaraja yote na mitambo ya umeme nchini Iran. Natarajia kutakuwa na mashambulizi ya mabomu kwa sababu nadhani huo ni mtazamo bora wa kuanza nao, lakini sasa tuko tayari kuendelea. Naamini uwepo wa kijeshi katika Ghuba ni mkubwa. Baada ya Rais Trump kutangaza usitishaji mpya wa mapigano, meli ya tatu imeshambuliwa katika mlango wa bahari wa Hormuz. Jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Iran IRGC limefyatua risasi dhidi ya meli ya kubeba makontena kulingana na mto, huku chombo cha pili pia kikiripotiwa kushambuliwa. Hii inajiri baada ya Rais wa Marekani Donald Trump kusema ataongeza muda wa usitishaji mapigano na Iran hadi mazungumzo kati ya nchi hizo mbili yatakapopiga hatua, huku kizuizi cha Marekani dhidi ya bandari za Iran kikiendelea. Kufuatia mgogoro huu wa Marekani na Israel dhidi ya Iran, kura ya maoni nchini Marekani inaonyesha raia wengi wa Marekani uungwaji mkono wake umepungua. Kiwango cha uungwaji mkono kwa rais wa Marekani Donald Trump kwa sasa kiko katika hali mbaya zaidi tangu alipoanza muhula wake wa pili, karibu kufikia kiwango cha chini kabisa alichowahi kuwa nacho katika muhula wake wa kwanza. Kwa sasa Trump ana kiwango cha uungwaji mkono cha 43%. Sababu kuu inayochangia hali hii ni mgogoro unaoendelea nchini Iran.
Sio kwamba wapiga kura wanapinga moja kwa moja wazo la kuingilia kati ili kuondoa silaha za nyuklia za Iran au mambo kama hayo, bali ni zaidi kwa sababu wanaona athari kubwa kwa bei ya mafuta pamoja na hali yao ya kifedha kuzorota. Mmoja wa raia wa Iran anaelezea hali ilivyo kwa sasa. Watu wanapitia hali ngumu sana kwa sasa ili kuweza kumudu hata kununua mkate mmoja. Wakati huo huo, waziri mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif amemshukuru Rais Trump baada ya kutangaza kuongeza muda wa kusitisha mapigano kwa muda usiojulikana, muda mfupi kabla ya muda wa awali kuisha. Shehbaz alisema kwamba Rais Trump amefanya jambo la busara la kuongeza muda huo kwa kuwa ameruhusu diplomasia kuchukua nafasi yake. Shehbaz ameongeza kusema kwamba ana matumaini kwamba pande zote mbili zitaendelea kuzingatia usitishaji mapigano na kuweza kuhitimisha makubaliano ya amani kamili wakati wa duru ya pili ya mazungumzo yaliyopangwa kufanyika Islamabad kwa ajili ya kukomesha kabisa mgogoro huo. Lakini waziri huyo akisema hivyo kwa upande wa Pakistan, Iran yenyewe ambayo inafaa kuwa kwenye meza ya mazungumzo mpaka sasa haijathibitisha wala kuonyesha ishara yeyote ya kutaka kuhudhuria mazungumzo hayo. Pia kabla ya Donald Trump kutangaza kwamba ataongeza muda wa kusitisha mapigano, wizara mambo ya nje ya Iran iliambia BBC kwamba Tehran bado haijaamua kama itahudhuria duru mpya ya mazungumzo ya amani na Marekani baadaye wiki hii. Nasteha Mohamed, Dira Dunia, BBC. Naam, mapema leo bei ya pipa la mafuta barani Asia ilishuka hadi takriban dola 98, lakini baadaye bei hiyo ilipanda baada ya ripoti za kushambuliwa kwa meli katika mlango bahari wa Hormuz na kufikisha bei ya mafuta kufika dola 100 kwa pipa. Shoaib Ibrahim na taarifa hiyo. Mapema leo bei ya pipa la mafuta barani Asia ilishuka hadi takriban dola 98, lakini baadaye bei hiyo ilipanda baada ya ripoti za kushambuliwa kwa meli katika mlango wa bahari wa Hormuz na kufika dola 100 kwa pipa kabla ya kushuka tena. Soko la nishati duniani limekuwa likibadilika tangu Marekani na Israel kuanzisha mashambulizi dhidi ya Iran Februari 28 na uongozi mjini Tehran pia kutishia kulenga meli za mafuta katika mlango wa bahari wa Hormuz. Makubaliano ya awali ya kusitisha mapigano kwa wiki mbili kati ya pande hasimu yalitarajiwa kumalizika siku ya Jumatano jioni kwa saa za mji wa Washington nchini Marekani, lakini Rais Trump wa Marekani alitangaza kuahirisha muda wa usitishaji mapigano bila kutoa tarehe mpya ya usitishwaji huo. Kupitia mtandao wake wa kijamii wa Truth Social, Rais Trump alidai kuwa serikali ya Iran imesambaratika na kwamba Marekani itasita kuanzisha mashambulizi mapya baada ya Pakistan kuomba muda zaidi kwa Teheran kuridhia kuhusu makubaliano. Makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance ambaye anaongoza mazungumzo ya Marekani alitarajiwa kusafiri hadi mjini Islamabad nchini Pakistan kwa mazungumzo ya Jumanne, lakini ikulu ya White House sasa imesema hataondoka kuelekea nchini Pakistan. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani ameiambia BBC kuwa Iran pia imeamua kutotuma ujumbe wake nchini Pakistan kwa ajili ya kufanya mazungumzo na Marekani. Profesa wa chuo kikuu cha James Cook nchini Australia, Jiang Yang, anasema wafanyabiashara wanaendelea kuwa waangalifu kuhusu kitakachotokea baadaye katika vita hivyo vya Mashariki ya Kati. Bei ya mafuta ghafi imepanda tangu kuanza kwa mzozo huo kutokana na mlango wa bahari wa Hormuz kufungwa. Mapema mwezi huu, Marekani pia ilisema itazuia meli zinazoelekea au kutoka bandari za Iran. Shoaib Ibrahim, Dira ya Dunia, BBC. Namna tukiendelea na mzozo wa Mashariki ya Kati na kwa kuangazia hatua ya Rais Trump kukubali kuongeza muda wa kusitisha mapigano na Iran pamoja na kauli iliyotolewa na mshauri mwandamizi wa Iran Mahdi Mohammadi kwamba tangazo la kusitisha vita lililotolewa na Rais Trump halina maana yoyote na linaonekana kuwa ni mbinu ya kuvuta muda ili kutekeleza shambulio la kushtukiza. Nimemuuliza mchambuzi na mkazi wa Tehran, Iran, Abdul Fattah Musa anazungumziaje kauli hizo mbili.
Kauli ya Rais Trump kwamba anasitisha vita kwa muda usiojulikana yenyewe ni kauli tata, na pengine hili neno kusitisha vita mimi nahisi si sahihi sana kuliko kuita kusitisha mashambulizi dhidi ya Iran, kwa sababu kusitisha vita inakuwa ni suala hasa la pande mbili ambazo zinakubaliana, lakini huu unaonekana zaidi kama ni uamuzi wa upande mmoja kwamba Marekani na Israel pengine zitakapoamua zinaweza kuishambulia tena Iran, na ni kwa sababu hiyo nadhani mshauri wa spika wa bunge la Iran akasema kwa upande wa Iran hawatilii maanani sana kauli hiyo ya Rais Trump, ukizingatia mambo mawili ya msingi. Kwanza, kuendelea kujizatiti zaidi na zaidi kijeshi Marekani katika eneo la Ghuba ya Uajemi na kutuma manuari za mashambulizi na za kubebea ndege za kivita, lakini kwa upande wa pili ni hatua yake ya kuendeleza kizuizi cha kuzuia meli zinazoingia na kutoka katika bandari ya Iran. Na kama ulivyosema, pia tukiangalia bado kuna mivutano mingi na pia usalama mdogo katika mlango bahari wa Hormuz, Iran ikivutana na Marekani juu ya ukiukwaji wa sheria na makubaliano. Kuna milio ya risasi kwa tukisikia kwamba Iran imezikamata meli na vitu kama hivyo. Sasa vuta ni kuvute hii, unadhani hatima yake inaweza kumaliza kwa mzozo huu? Ni vigumu kutoa kauli ya mkato kwamba kinachoendelea hivi sasa kitawepesisha au kitarahisisha kufikiwa mwafaka baina ya Marekani na Iran, kwa sababu Rais Trump anayafanya haya yote kwa lengo la kuishinikiza Iran kwanza irudi kwenye meza mazungumzo, lakini muhimu zaidi ikubaliane na matakwa ya Marekani katika kufikia mwafaka. Na hili ndilo jambo ambalo Iran imekuwa ikilipinga kila wakati, kwamba haiko tayari kufanya mazungumzo katika sura ya kuandamwa na vitisho, kwa sura hii ambayo imejitokeza sasa, na kutokana na taarifa kwamba hadi sasa Iran bado haijachukua msimamo rasmi kwamba itatuma ujumbe wake Islamabad kwa ajili ya duru ya pili ya mazungumzo, hili bado linaifanya hali nzima ya kufikiwa mwafaka iwe tata. Na hata hilo liliashiria kwamba Iran nayo katika kile kinachoonekana kama ni hatua za kuanza kujibu mapigo kwa mzingiro unaoendelea kuwekewa na Marekani, imechukua hatua hiyo ya kuzizuia meli mbili ambazo zilikuwa zinapita au zinavuka mlango bahari wa Hormuz. Kwa hivyo mpaka sasa ukiangalia ni kwamba hali ilivyo ni tete, chochote kinaweza kutokea. Na hata ndani ya Iran kwenyewe utaona kwamba duru za ndani zinaangalia hali ya sasa kama ni mtego wa kwamba wakati wote unaweza kutokea tena mlipuko wa vita, pamoja na kwamba wengi wanaona kidhahiri kwamba Rais Trump hatua anazozichukua kukubali kurefusha muda huu yote ni kutaka kujitoa kistaarabu katika vita, au vile vile kutaka afikie mwafaka wa haraka wa kumaliza mgogoro huu na Iran. Duru ya pili ya mazungumzo ikingojewa, unadhani Pakistani inaweza kuibuka kidedea kwa kupatanisha mataifa haya na amani ikarejea, ama tutizame kipi kuibuka baadaye? Suala zima la upatanishi katika mgogoro huu mimi siliangalii kama ni suala la labda nchi moja maalum kuwa na nafasi halisi ya kuwa ni mpatanishi au msuluhishi, ukizingatia kwamba nchi kadhaa muhimu za eneo za Ghuba ya Uajemi au Mashariki ya Kati na Asia Magharibi kwa ujumla, Uturuki, Qatar na vile vile Misri pamoja na zaidi na Saudia pia, zote hizo zinajulikana kwamba zimekuwa zikitoa msukumo wa kile ambacho kinafanywa hivi sasa na Pakistan. Na mimi kwa upande mwingine nahisi kwamba anachofanya waziri mkuu wa Pakistan na mkuu wa majeshi ni zaidi kufuata maagizo na maelekezo ambayo yanatolewa na Rais Trump mwenyewe, na kutaka kile kinachofanyika hivi sasa kiwe kinafanywa kwa kufuata matakwa yake ya Rais Trump. Ukikumbuka mazungumzo ya Maskati ni kwamba Oman ilifanya juhudi muhimu sana kwa ajili ya kuona kwamba mwafaka unafikiwa baina ya Marekani na Iran, lakini matokeo yake tukaona kwamba katika mazingira ambayo wengi waliamini mazungumzo yataendelea katika ngazi za kiufundi, ndipo Marekani na Israel zikaanzisha mashambulio dhidi ya Iran. Kwa hivyo ni vigumu kuweza kutoa kauli ya moja kwa moja, lakini kutokana na shakhsia ya Rais Trump ambayo ni ya pande kadhaa, usishangae ukasikia tayari pande mbili zimekutana na hatimaye kukawa na baadhi ya masuala ambayo yakafikiwa mwafaka na uamuzi ukawa ni kuendeleza duru nyingine ya mazungumzo baina yao. Rais Trump anaposema anasubiri mapendekezo kutoka kwa Iran, hii inamaanisha nini? Ni kauli nadhani ya kutaka jibu la Iran la ndio au hapana, kukubali yale ambayo yeye ameyapendekeza, labda ikiwa ni kama uamuzi na msimamo wake wa mwisho, kwa sababu kama unafuatilia jumbe zake anazoweka katika mtandao wake wa Truth Social, amesema kwamba mapendekezo aliyotoa yeye ya makubaliano ni ya kiadilifu na ya kiinsafu, na kwamba ni fursa ya mwisho kwa viongozi wa Iran kuamua. Ni kama kwamba anatoa msimamo wa mwisho ambao anataka wa Iran watoe jibu la ndio hapana, na kama ni hapana ni kwamba aanzishe tena vita dhidi ya Iran, kama ambavyo mwenyewe ametishia kwamba vitakuwa ni vita vya maangamizi, kuwamaliza viongozi wote na vile vile kuangamiza kila kinachohusu miundombinu ya Iran.
Huyo ni Abdul Fatah Msa, mchambuzi wa masuala ya Mashariki ya Kati. Waziri wa habari wa Sudan Kusini amesema taifa hilo litafanya uchaguzi mkuu mwezi Disemba mwaka huu baada ya miaka kadhaa ya kuahirisha uchaguzi huo, huku nchi hii ikiwa katika hatari ya kutumbukia tena katika vita vya wenyewe kwa wenyewe. Samia Wami na taarifa zaidi. Waangalizi wa kimataifa wamekuwa wakionya kuwa huenda Sudani Kusini ikashuhudia kurejea kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe kufuatia kuongezeka kwa uhasama kati ya Rais Salva Kiir na aliyekuwa makamu Riek Machar, ambao umesababisha mapigano makali katika majimbo kadhaa kati ya wanajeshi wa serikali na wa makundi ya waasi yaliyotiifu kwa Machar. Makubaliano ya amani yaliyofikiwa mwaka 2018 yalivikomesha vita vya wenyewe kwa wenyewe katika nchi hiyo, lakini katika miaka ya hivi karibuni makubaliano hayo yameshindwa kwa kiasi kikubwa. Bwana Machar aliondolewa kuwa makamu wa rais mwaka jana, kuwekwa kifungo cha nyumbani na kufunguliwa mashtaka ya uhaini. Chini ya makubaliano hayo ya amani, uchaguzi ulipaswa kufanyika mwaka 2022 lakini ukacheleweshwa hadi mwaka 2024 na kisha kuahirishwa tena hadi mwaka huu. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Juba, waziri wa habari Ateny Wek Ateny amesema lazima uchaguzi ufanyike kabla ya kukamilika kwa mwaka huu 2026. Iwapo watafanikiwa kufanya uchaguzi huo, basi itakuwa mara ya kwanza kabisa kwa taifa hilo changa kabisa duniani kuendesha uchaguzi mkuu tangu kunyakulia uhuru kutoka Sudan mnamo mwaka 2011. Vipengele vingine vya makubaliano ya amani yaliyofanyika mwaka 2018 bado hayajatimizwa, ikiwamo kuunganisha vikosi pinzani. Bwana Ateny amesema Sudani Kusini kwa sasa ina kiwango cha kuridhisha cha amani, isipokuwa visa vya ukosefu wa usalama vya hapa na pale katika jimbo la mashariki mwa nchi hiyo la Jonglei. Ghasia za Jonglei zimesababisha maelfu ya watu kuachwa bila makazi, huku mashirika ya kutoa misaada yakishambuliwa mara kwa mara na hivyo kupata shida kuendesha shughuli zao za kibinadamu. Wiki iliyopita katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, balozi wa Marekani anayeshughulika na masuala ya kisiasa katika Umoja wa Mataifa Jennifer Loseta aliwashutumu viongozi wa Sudani Kusini akisema masaibu ya nchi hiyo sio ukosefu wa makubaliano kadha wa kadha, bali ni ukosefu wa utashi wa kisiasa wa kuyatekeleza makubaliano hayo. Licha ya ahadi hiyo kutoka kwa serikali ya Sudan Kusini, lakini kuna mashaka. Je, uchaguzi huu utafanyika kweli Disemba mwaka huu 2026? Ili kufahamu zaidi, nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya kikanda Dr. Martin Olo. Kwanza kabisa ni kusema nchi yoyote ile ambayo inanuia kuwa na demokrasia ni lazima wafanye uchaguzi. Baada ya hapo pia ni kusema kwamba kutopatikana kwa hali ya amani na pia kutofanyika kwa uchaguzi pale Sudani ya Kusini kumechangia pakubwa kutokuwa na amani na pia kutowajibika kisiasa. Kwa hivyo kuna haja kubwa tu kwamba pawe na uchaguzi na pawe na uwajibikaji katika utekelezaji wa siasa. Hivi kusema ya kwamba ni lazima uchaguzi uwepo sio jambo ambalo tunalitarajia. Tunacholitarajia ni kwamba kuna maandalizi ya kufaa ya kutosha ambayo tayari yamefanyika, ambayo kwayo yanaweza kuhakikisha kwamba uchaguzi ukifanyika utakuwa ni uchaguzi wa maana, uchaguzi uhuru na uchaguzi utakaokuwa na kidogo mwelekeo ambao wengi wa kikanda na wengi wanaoangalia hali hii kimataifa wanaweza kusema kwamba ni uchaguzi uliofaa na uchaguzi ambao kwa kweli utaleta mabadiliko. Urudishie mwenyewe hilo swali lako. Unahisi kulingana na mazingira yaliyoko saizi Sudan Kusini, mazingira ya kisiasa lakini vile mazingira ya kiusalama, ikizingatiwa kwamba aliyekuwa makamu wa rais Riek Machar amefunguliwa kesi nzito ya uhaini, upande wake unaonekana tayari kuwa na migawanyiko, kuna kupasuka. Upande huu mwingine unaona kwamba umeshindwa kudhibiti majimbo kadhaa ambayo yanashuhudia saizi changamoto za kiusalama. Kweli kwa mazingira hayo uchaguzi huu unawezekana? Hauwezekani. Ili pawe na uchaguzi ni lazima pawe na mabadiliko ama pawe na reforms fulani ambazo kweli zinaweza kuchangia kuwepo uchaguzi wa maana. Na hali hiyo ilikuwa ni kwamba pawe na katiba ambayo inafaa, katiba iliyo na kidogo uwajibikaji, na pawe na maandalizi ya maana, pawe na usajili wa watu ambao wanaopiga kura kwa njia ambayo ni ya wazi, na kuwe na
uwanja ambao kidogo unaweza kuhakikisha kwamba mtu yeyote anayetaka kusimama anaweza kusimama na anaweza kuomba kura hivi kwamba wananchi wenyewe waamue. Kwa sasa hamna, hali hiyo ni ngumu. Hatujui ni wanakura wangapi wapo, hatujui usajili unafanyika vipi, wala hatujui wanasiasa ni kina nani na wapinzani ni kina nani. Tunachokijua tu ni wale ambao serikali inatuambia ni wahaini, na serikali yenyewe inasema ya kwamba wao wako mamlakani. Naam, wiki iliyopita balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa kuhusu masuala ya kisiasa Jennifer Loseta aliwashtumu viongozi wa Sudan Kusini akisema kwamba masaibu ya nchi hiyo sio ukosefu wa makubaliano bali ni ukosefu wa utashi wa kisiasa wa kuyatekeleza makubaliano haya. Shinikizo hili la jumuiya ya kimataifa kutaka Sudan Kusini ifanye uchaguzi ambao umeahirishwa mara kadhaa kuanzia mwaka 1000, ulikuwa unapaswa mwanzoni ufanye mwaka 2022 kama sikosei, ukaahirishwa hadi 2024 na sasa mwaka huu unatarajiwa kufanya. Hili shinikizo linaweza kuiweka sawa kwenye njia inayostahili kisiasa Sudan Kusini? Ukweli ndio huo. Wananchi wa South Sudan ama Sudan Kusini hawana shida. Wangependa kuwa na amani, wangependa kuhakikisha kwamba wana serikali ambayo inawahudumia, inawapa ushauri ama inawapa yale mambo ambayo kwa kweli wananchi wa kawaida wangetarajia serikali wapi. Kwa sasa tunachokiona pale ni kwamba serikali hii na wale wako kwenye mamlaka, wao kazi yao ni kujishughulikia wenyewe na kutafuta ukubwa wenyewe, lakini hawafanyi kile ambacho kinaweza kuleta amani kudumu pale Sudani ya Kusini. Na kwa sababu hiyo ni lazima tuonyeshe kidole cha lawama kwao, kwa sababu wao ndio wanaifanya nchi hii ikose amani, ikose uchumi ambao unaweza kuwa wa muhimu kwa kila mtu. Ndio maana Umoja wa Mataifa na IGAD na wengine, hata Umoja wa Afrika, wamekuwa wakiweka msukumo kwamba pawe na sababu ya viongozi hao kukaa pamoja na kutafuta njia ya kuhakikisha kuna makubaliano, na makubaliano yanaelekea kuleta maendeleo. Naam, ni mchambuzi wa masuala ya kikanda hayo Dr. Martin Olo kama alivyozungumza na mwenzangu Caro Robi. Na sasa basi ni wakati wa kupata habari za michezo na Shuaib Ibrahim. Naam, shukrani. Ujumbe wa maafisa waandamizi wa shirikisho la soka barani Afrika CAF leo umeanza mazungumzo na maafisa wa soka kutoka mataifa matatu yatakayoandaa mashindano ya AFCON mwaka ujao. Akizungumza katika mkutano huo unaoendelea jijini Kampala nchini Uganda, rais wa shirikisho la soka nchini Kenya Hussein Mohamed amesema kikao hichi cha leo ni cha kuhakikisha ya kwamba tumejadiliana na wenzetu, tumeweza kutafuta katika mjadala huu ambao tumekadia leo ni kutafuta suluhisho katika zile eneo ambazo zingetutatiza katika matayarishi ya AFCON. Na hizi suluhisho sisi wote pamoja tumekubaliana inawezekana tukayatatua mapema, tukaweza kupata mapema hizi suluhisho na tukaweza kushirikiana vizuri. Naye rais wa shirikisho la soka nchini Tanzania Wallace Karia amesema michuano hiyo itachangia pakubwa katika ukuaji wa soka na miundombinu ya ukanda wa Afrika Mashariki. Mashindano yatakapokuwepo hayo yatasababisha ile impact. Wazazi watapenda watoto wao wacheze, watoto nao watapenda wacheze, waende juu, waone mfano wa wengine, lakini pia miundombinu ya viwanja itakuwa imeachwa mingi. Kwa hiyo zote hizo tutabaki nazo, lakini pia tutabaki na miundombinu mizuri ya barabara. Michuano ya AFCON ya mwaka 2027 imepangwa kuanza Juni tarehe 19 na kutamatishwa Julai 17 mwaka ujao katika mataifa matatu ya Afrika Mashariki, Kenya, Tanzania na Uganda. Nicholas Musonye ni mwenyekiti wa kamati ya andalizi ya michuano hiyo nchini Kenya. Tumezungumzia mambo ya usalama, media, tumezungumzia mambo ya marketing, commercial, finance, alafu tumezungumzia mambo ya infrastructure. Infrastructure ndio imechukua muda mrefu, sababu hii region kwa miaka mingi hatukuwa na viwanja, hatukuwa na viwanja mazoezi, hatukuwa na stadia. Kwa hivyo CAF imeinsist tuwe na infrastructure ya kutosha, ndio hii mashindano iwe ya kudhibiti, ndio watu wafurahie
kucheza katika kanda letu. Na nikigeukia Ulaya, kocha wa Chelsea Liam Rosenia anazidi kukabiliwa na shinikizo kwa nafasi yake kama kocha mkuu wa The Blues, na mustakabali wake dimbani Stamford Bridge ukijawa na sintofahamu kufuatia kichapo cha bao 3-0 kutoka kwa Brighton jana usiku. Wiki iliyopita Rosenia alipokea uungwaji mkono wa wafuasi na wasimamizi wa klabu hiyo, lakini vyanzo vimeambia BBC kuwa huenda mambo yakagonga mwamba. Itakumbukwa kuwa wachezaji kadhaa wa Chelsea wanaeleweka kuwa hawakuridhia na uteuzi wa kocha huyo mwenye umri wa miaka 41 aliyehamia ugani Stamford Bridge akitokea klabu ya Strasbourg zaidi ya miezi 3 iliyopita. Kichapo kutoka kwa Brighton kilikuwa kichapo cha mara ya 5 mfululizo katika ligi ya Premier kwa Chelsea bila The Blues kutingisha nyavu, rekodi mbaya zaidi ndani ya miaka 114. Na aliyekuwa kiungo wa Manchester United Paul Pogba amesema anaamini nahodha wa Manchester United Bruno Fernandes angekuwa anashindania tuzo ya mchezaji bora wa soka duniani Ballon d'Or ikiwa anachezea katika timu kama Manchester City. Fernandes mwenye umri wa miaka 31 aliandikisha assist yake ya 18 katika ligi ya Premier baada ya kumsaidia Mateus Cunha kufunga bao pekee dhidi ya Chelsea weekend iliyopita. Katika soka la wanawake, beki wa Uhispania Ona Bartley anakaribia kujiunga na Arsenal wakati mkataba wake na Barcelona utakapomalizika mwishoni mwa msimu huu. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 26 amekuwa kipaumbele cha kwanza kwa The Gunners, huku beki wa pembeni wa Jamhuri ya Ireland Katie McBee akitarajiwa kuondoka Emirates. Na huo ndio mwisho wa makala ya spoti, msikilizaji. Mimi ni Shuaib Ibrahim. Ni saa 1 jioni saa za Afrika Mashariki. Taarifa kuu katika Dira ya Dunia leo jioni: makubaliano ya kusitisha vita vya Marekani na Iran yarefushwa huku meli kadhaa zikishambuliwa katika mlango bahari wa Hormuz. Umoja wa Ulaya umeidhinisha mkopo wa dola bilioni 100 kwa ajili ya Ukraine, huku serikali ya Sudan Kusini ikiahidi uchaguzi mkuu utafanyika mwezi Disemba mwaka huu baada ya kuahirishwa mara kadhaa. Nayo Rwanda imeziamuru taasisi za serikali kwamba kuanzia sasa 30% ya magari yanayonunuliwa lazima yawe yale ya kutumia umeme. Hii ni BBC. Kama ndo mwanzo unajiunga nasi, ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, matangazo ambayo yanakujia kupitia tovuti yetu bbcnewsswahili.com, yako kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC News Swahili, pamoja na YouTube BBC News Swahili, lakini pia unaweza kuyategea sikio kupitia redio wa shirika mbalimbali na vile vile kwenye FM. Nikimuona hapa ni Koraus Baba Furola wa Buhigwe, Tanzania, anasema kila laheri Sudan Kusini katika maandalizi ya uchaguzi mkuu. Anasema na hiyo kesi na muhusu ama inamkabili Machar Afrika, kesi za hivyo songeni dawa asilia. Naye hapa naye Shukuru Alfred anasema asanteni kwa taarifa zenu BBC Swahili. Mbaraka Moshi anasema Iran na Marekani kaeni mezani muyamalize. Agre Ismail Shanko, asante sana kwa kuwa nasi katika matangazo haya jioni, pamoja na Ibrahim Pasha na Ali Mrangi Gigiri Mresa ambao wametutumia ujumbe kupitia ukurasa wetu wa Facebook BBC News Swahili. Ukraine imesema itaiomba Uturuki kuwa mwenyeji wa mkutano kati ya Rais Volodymyr Zelensky na Rais wa Urusi Vladimir Putin. Kwa muda mrefu sasa, Rais Zelensky amekuwa akitaka kufanya mkutano wa ana kwa ana na Rais Putin kwa lengo la kutafuta njia za kuvimaliza vita vinavyofanywa na Urusi nchini mwake. Haya yanajiri huku Urusi ikiendelea kushambulia miundombinu kadhaa ya Ukraine, wakati ambapo Umoja wa Ulaya ukiidhinisha mkopo wa dola bilioni 100 kwa ajili ya Ukraine. Phyllis Mwate na maelezo hayo. Bandari ya mji wa Odessa ilishambuliwa kwa ndege zisizo na rubani. Maafisa wamesema hakuna mtu aliyejeruhiwa na shughuli katika bandari hiyo ziliendelea. Kusini mwa Urusi, mamlaka katika mji wa Saizran zinasema kwamba jengo la ghorofa lilianguka baada ya shambulio la ndege zisizo na rubani la Ukraine. Huduma za dharura za eneo hilo zinasema kuwa watu 12 walijeruhiwa.
Ukraine inasema imeanza tena kusambaza mafuta ya Urusi kupitia bomba kuelekea Hungary na Slovakia, hatua inayomaliza miezi kadhaa ya mkwamo kuhusu mkopo wa euro bilioni 90 unaoonekana kuwa msaada muhimu wa Umoja wa Ulaya kwa taifa la Ukraine. Muda mfupi baadaye, mabalozi wa Umoja wa Ulaya waliokutana Cyprus walitoa idhini rasmi ya awali kwa mkopo huo pamoja na kifurushi cha vipengee 20 vya vikwazo dhidi ya Urusi. Viongozi wa Umoja wa Ulaya wataidhinisha hilo rasmi katika mkutano siku ya Alhamisi. Ingawa ufadhili ulikubaliwa Disemba mwaka uliopita, Viktor Orban wa Hungary alikuwa ameweka kikwazo cha kusimamisha hilo mwezi wa Februari baada ya Ukraine kusema kwamba uharibifu uliosababishwa na shambulio la Urusi ulisimamisha usambazaji wa mafuta. Orban alikuwa amedai kwamba mafuta yaanze kusafirishwa tena kabla ya mkopo huo kulipwa, na Ukraine ilithibitisha kuwa marekebisho ya mitambo yalikamilika siku ya Jumanne. Kushindwa kwa Viktor Orban katika uchaguzi Jumapili iliyopita pia kumerahisisha hali kwa Umoja wa Ulaya. Kiongozi ajaye wa Hungary Peter Magyar ameweka kipaumbele kuboresha uhusiano uliokuwa mbaya kati ya Hungary na Ubelgiji. Ufadhili wa Umoja wa Ulaya umeelezewa na naibu waziri mkuu wa Ukraine Taras Kachka kama swala kama lile la uhai na kifo kwa Ukraine, na theluthi mbili ya mkopo huo utatumika kuimarisha mahitaji ya ulinzi ya Ukraine, huku kiasi kitakachobaki kikitumika kwa msaada mpana wa kifedha. Tagafi yataanza kuingia Slovakia Alhamisi kwa mara ya kwanza tangu tarehe 27 mwezi wa Januari. Kiasi cha mafuta kitakachosambazwa bado hakijulikani rasmi. Kampuni ya nishati ya Hungary MOL imesema kwamba inatarajia kupata kiasi cha kwanza cha usambazaji huo kufikia kesho. Wakati huo huo, Ukraine pia imelenga vituo vya mafuta ndani ya Urusi, ikiwa ni pamoja na kituo cha kusambaza mafuta katika eneo la Samara kinachohusiana na bomba la Druzhba wiki hii. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema mwishoni mwa Jumanne kwamba alijadili jinsi mkopo huo utaondolewa vikwazo pamoja na rais wa Tume ya Ulaya Ursula von der Leyen na mkuu wa Baraza la Ulaya Antonio Costa anayewakilisha nchi wanachama 27. Ikiwa mkopo wa Umoja wa Ulaya utaidhinishwa, bado unaweza kuchukua wiki kadhaa kabla ya fedha hizo kufika Ukraine. Nam ni taarifa yake Phyllis Mwate. Waziri Mkuu wa Uingereza Sir Keir Starmer anakabiliwa na wakati mgumu kujinasua kutoka kwenye mjadala mkali kuhusu uteuzi wa Peter Mandelson. Wabunge wa chama cha Leba wameonyesha kukerwa na hali hiyo, huku baadhi yao wakijiuliza iwapo kiongozi huyo anaweza kuendelea kushika wadhifa wake. Hata hivyo, bado hakuna shinikizo kubwa linalomlazimisha kuondoka na alionyesha wazi kushika nafasi hiyo. Elizabeth Kazibure na maelezo zaidi. Vita kati ya jeshi la Sudan na vikosi vya wanamgambo vya Rapid Support Forces RSF vimeingia katika mwaka wake wa 4 na vimeua makumi ya maelfu ya watu. Katika kilele chake, vita hivyo vilisababisha zaidi ya watu milioni 12 kuhama ndani ya nchi na kuwafanya zaidi ya watu milioni 4 kukimbilia nchi jirani kama wakimbizi, kulingana na shirika la kimataifa la uhamiaji la Umoja wa Mataifa IOM. Lakini kwa kuwa vita vimehama kutoka Khartoum tangu jeshi lilipouteka tena mwaka jana, wengi wa waliokuwa kimbia mapigano wameanza kurejea nyumbani katika mji mkuu na maeneo mengine wanakoamini usalama umeimarika. Kati ya mwezi Novemba mwaka 2024 na mwezi uliopita, watu milioni 3.9 walirejea katika maeneo yao ya asili, hasa Khartoum na jimbo la kilimo la Al Jazeera kusini mashariki mwa mji mkuu, IOM ilisema. Naibu mkurugenzi wa IOM anayeshughulikia usimamizi na mageuzi, Sangali, aliwaambia waandishi wa habari mjini Geneva kuwa, nikimnukuu, wengi wanarejea kwa sababu wanaamini usalama umeimarika. Wengine wanarejea kwa sababu maisha ya wamishoni yamekuwa magumu kuvumilia. Watu wanataka kujenga upya, wanataka kurejea kwenye ardhi yao, nyumba zao na vyanzo vyao vya riziki. Mwisho wa nukuu, alisema akizungumza kutoka Al Jazeera. Lakini alisema, nikimnukuu, uhalisia ambao wengi wanaokuta wanapowasili ni mgumu. Mara nyingi huwa mwanzo wa mapambano mengine ya kuendelea kuishi. Mwisho wa nukuu. Katika mji wa Khartoum alibainisha kuwa wengi wanarejea katika maeneo ambako nyumba na miundombinu muhimu ikiwemo maji na umeme imeharibiwa vibaya, na hata hivyo alisema zaidi ya watu milioni 2 wanatarajiwa kurejea Khartoum mwaka huu pekee. Katika eneo la Al Jazeera, mojawapo ya maeneo
maeneo muhimu zaidi ya kilimo nchini Sudan, wakulima wakati huo wanarejea katika mashamba ambako mifumo ya umwagiliaji na vifaa vimeharibiwa, hali inayotishia uzalishaji wa vyakula na vyanzo vya riziki. Lee alisema IOM imeweza kuwafikia watu milioni 4 nchini Sudan kwa msaada wa kibinadamu tangu mwaka 2023, lakini alisema kiwango cha mahitaji bado ni kikubwa sana, akielekeza kuwa karibu watu milioni 9 ambao bado wameyahama makazi yao. IOM inatafuta dola milioni 170 kwa mpango wake wa mwaka 2026 wa kukabiliana na mgogoro wa Sudan, lakini shirika hilo limesema mpango huo bado una upungufu wa ufadhili wa dola milioni 97. Na msikilizaji, huyo ni Mariam Jahidi na taarifa kuhusiana na Umoja wa Mataifa kusema kwamba karibu watu milioni 4 wamerejea kwa hiari makwao nchini Sudan licha ya vita vyenyewe kwa wenyewe vinavyoendelea, huku ukionya kuwa wanakabiliwa na changamoto kubwa. Na sio taarifa ambayo nimekujulisha mwanzo kuhusiana na Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer kukabiliwa na wakati mgumu kujinasua kutokana na mijadala mikali kuhusu uteuzi wa Peter Mandelson ambayo itafuatia sasa hivi, inayosomwa na Elizabeth Kazibure. Afisa wa zamani wa ngazi ya juu katika wizara ya mambo ya nje amesema hii leo kwamba alikumbana na shinikizo la mara kwa mara kutoka katika ofisi ya waziri mkuu Starmer ili kuhakikisha mchakato wa kumteua mtu aliyependekezwa kuwa balozi wa Uingereza nchini Marekani, hali iliyozidisha mvutano unaotishia nafasi ya waziri mkuu wa Uingereza. Mzozo wa maneno kuhusu nani anapaswa kulaumiwa kwa uteuzi wa mwanasiasa mkongwe wa chama cha Leba Peter Mandelson katika wadhifa wa juu zaidi wa kidiplomasia wa Uingereza, licha ya historia yake ya awali na uhusiano wake na Jeffrey Epstein wa Marekani, umeongeza shinikizo kwa Starmer na kusababisha baadhi ya wakosoaji kumtaka ajiuzulu. Waziri Mkuu Starmer amekiri makosa kwa kumteua Mandelson katika nafasi hiyo na amejutia uamuzi wake, ingawa jana Jumatatu aliwalaumu maafisa kwa kushindwa kumjulisha kwamba maafisa usalama wa Marekani walitoa shauri dhidi ya uteuzi huo, jambo ambalo kwa mujibu wake lingemzuia kumwajiri balozi huyo mpya. Leo Jumanne ilikuwa zamu ya Ollie Robbins kutoa utetezi wake. Ollie alifutwa kazi mwishoni mwa juma lililopita baada ya Starmer na waziri wa mambo ya nje Yvette Cooper kusema walikuwa wamepoteza imani naye. Robbins alielekeza lawama zake kwa ofisi ya Starmer. Katika utetezi wake, Ollie Robbins ameiambia kamati ya bunge kwamba alikuwa katika lindi la mazingira ambayo tayari kulikuwa na matarajio makubwa sana dhidi yake, kwamba alipaswa kuwa kazini nchini Marekani haraka iwezekanavyo, na kuongeza kusema kwamba kwa uaminifu katika kipindi chote cha Januari mwaka 2025 ofisi yake na ofisi ya waziri wa mambo ya nje zilikuwa chini ya shinikizo la mara kwa mara na hali ya kufuatiliwa kila wakati, ikiwemo simu nyingi za mara kwa mara kutoka ofisi binafsi ya Starmer, Downing Street number 10. The direct written pressure was get this done and get it done before inauguration. Shinikizo la moja kwa moja lililowekwa kwa waandishi lilikuwa kazi hii ikamilishwe na ikamilishwe kabla tarehe ya uapisho. Sasa kama ofisi ya waziri mkuu ingetaka kusema, kwa mfano, kuzingatia kukamilika kwa mafanikio ya mchakato, kwa uhakika wangeweza kufanya hivyo. Kwa hali ilivyo, kwa maoni yangu, inaendana na taarifa kwa vyombo vya habari iliyosemwa na Peter Mandelson atawasilisha kazi mapema mwanzoni mwa mwaka mpya. Peter Mandelson will arrive at post early in the new year. Tume ya uchaguzi nchini Marekani iliona uteuzi huo kuwa na mashaka na kutotoa kibali, ujumbe ambao Starmer anasema serikali yake haikuwahi kuupokea. Kauli za Robbins zinatarajiwa kuongeza shinikizo kwa Starmer, ambaye baada ya kushinda wingi mkubwa zaidi wa viti katika historia ya chama cha Leba katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2024, sasa anakabiliwa na wito mpya wa kujiuzuru kutokana na kashfa hiyo iliyodumu kwa miezi kadhaa. Wabunge wa chama cha Leba wamesema hakutakuwa na haraka ya kumwondoa Starmer madarakani kutokana na kashfa hiyo, hasa ikizingatiwa kuwa chama kinatarajiwa kupata hasara kubwa katika uchaguzi wa serikali za mitaa nchini Uingereza pamoja na chaguzi za kikanda huko Wales na Scotland ndani ya kipindi cha zaidi ya wiki 2 zijazo. Hata hivyo, kurejea kwa mjadala unaolenga utendaji wa ofisi ya Starmer katika ofisi ya Downing Street hakutawafurahisha wabunge ambao kwa muda wamekuwa wakieleza wasiwasi wao kuhusu namna ofisi hiyo inavyoendeshwa, wakikosoa kile
kile ambacho baadhi wanakiita mtazamo fiche na ukosefu wa uwazi na rafiki. Keir Starmer amekosolewa kwa kushindwa kuibua wasiwasi kuhusu Peter Mandelson. Sir Starmer amekumbwa na uchunguzi mkali kufuatia uteuzi huo, jambo lililochochea mashtaka kuhusu uwezo wake wa kusalia madarakani kama waziri mkuu. Je, waziri mkuu Keir Starmer yeye mwenyewe anaizungumziaje hali inayomzunguka kiasi cha tonge lake kutaka kupokwa mdomoni? I'm absolutely furious. Msikilizaji aliko Elizabeth Kazibure leo nadhani kajingata bas paka yani wewe ulimi umekuwa mchungu kwa sababu katajwa na Halima mwenzangu mara 2. Huyo ni Franco Mavura, si Elizabeth Kazibure, lakini hapa hajaribika jambo, bado umefahamu masaibu yanaomzonga Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer. Lakini tukitoka huko Uingereza tuende Rwanda ambako serikali imeziamuru taasisi zake kwamba 30% ya magari yanayonunuliwa sasa lazima yawe yanatumia umeme. Wizara ya miundombinu ya Rwanda imesema hatua hii inalenga kupunguza matumizi ya nishati ya mafuta yani petroli na dizeli mnamo wakati ambapo kuna athari za kutokana na vita vya Marekani na Israeli dhidi ya Iran. Hivyo Buchana na taarifa zaidi. Katika barua iliyoandikwa na waziri mdogo katika Wizara ya miundombinu ya Rwanda na kuelekeza kwa taasisi za serikali, waziri huyo amesema uamuzi huo unalenga kuharakisha mpango wa Rwanda wa kuhamia kwenye mfumo wa usafirishaji usioharibu mazingira na kupunguza uzalishaji wa gesi chafu. Wizara ya miundombinu imeziamuru taasisi zote za serikali kwamba angalau 30% ya magari wanayonunua lazima yawe yanatumia umeme pekee. Agizo hili linakuja wakati bei za mafuta nchini na katika kanda zikiendelea kupanda, jambo lililosababisha kuongezeka kwa matumizi ya serikali. Lita moja ya petroli imefikia franga 2938 wakati mwezi uliopita ilikuwa franga 1989, ongezeko ambalo halijawahi kushuhudiwa nchini Rwanda. Kwa upande mwingine, lita moja ya dizeli imepanda kutoka franga 1948 hadi franga 2205. Serikali ya Rwanda imechukua uamuzi wa kuongeza idadi ya magari ya umeme inayonunua wakati ambapo magari ya aina hiyo yameongezeka kwa kiasi kikubwa hivi karibuni katika soko la Rwanda. Miongoni mwa hatua zilizochukuliwa ni pamoja na matumizi ya vyombo vya usafiri vinavyotumia umeme katika usafiri wa umma, ambapo katika jiji la Kigali idadi ya mabasi ya abiria yanayotumia umeme inazidi kuongezeka, kukiwemo pia na pikipiki zinazotumia umeme. Serikali hivi karibuni ilinunua mabasi 300 yanayotumika katika barabara za jiji la Kigali, yakiwemo yale yanayotumia umeme. Hadi kufikia mwisho wa mwaka 2024, magari yanayotumia umeme pekee yalikuwa yamevuka idadi ya 7,000 nchini, kulingana na takwimu za serikali za wakati huo. Aidha, magari haya yanayotumia umeme yamepunguziwa kodi. Mimi ni Ive Buchana, Dira ya Dunia, BBC. Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni ya Dira ya Dunia. Habari kuu jioni hii: makubaliano ya kusitisha vita vya Marekani na Iran yarefushwa. Umoja wa Ulaya umeidhinisha mkopo wa dola bilioni 100 kwa ajili ya Ukraine. Serikali ya Sudan Kusini imeahidi uchaguzi mkuu utafanyika mwezi Disemba mwaka huu baada ya kuahirishwa mara kadhaa. Na hivi punde tu umetoka kusikiliza Rwanda imeziamuru taasisi za serikali kwamba kuanzia sasa 30% ya magari yanayonunuliwa lazima yawe yale yanayotumia umeme. Hii ni BBC. Kwamba msikilizaji bado umetenga muda wako wa thamani kuendelea kuwa nasi kwenye matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, matangazo ambayo unaweza kuyategea sikio kupitia YouTube BBC News Swahili. Hiyo ndo bado utakutana nayo kwenye mtandao, kwenye tovuti yetu bbcnewswahili.com, lakini vile vile kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC News Swahili na kwenye FM. Rais wa Taiwan Lai Ching-te amefutilia mbali ziara yake katika taifa la Eswatini kusini mwa Afrika, akiituhumu China
kwa kuweka shinikizo kwa nchi nyingine kuzuia ndege yake kupita katika maeneo yao ya anga. Taiwan imesema Ushelisheli, Mauritius na Madagascar zilifuta vibali vya ndege kupita katika anga zao baada ya kushinikizwa kwa kiasi kikubwa na kutishiwa kiuchumi na China. Hata hivyo, China imekana au imekanusha kutoa vitisho hivyo, kama anavyoarifu Humphrey Mgonja. Hii ni mara ya kwanza kufahamika hadharani ambapo kiongozi wa Taiwan analazimika kufuta safari za nje kutokana na kufutwa kwa vibali vya kupita anga za nchi nyingine. Eswatini ama zamani ilikuwa ikijulikana kama Swaziland ni moja ya mataifa 12 ambayo yana mahusiano ya kidiplomasia na Taiwani na ndilo pekee lililopo barani Afrika. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Seychelles na Madagascar zimesema zinachukua uamuzi huo kwa vile hazitambui Taiwani. Lakini maafisa wa Taiwani wamedai kuwa Seychelles, Mauritius na Madagascar vilifuta vibali hivyo vya ndege kupita katika anga zao bila ya kutoa taarifa ya mapema na bila ya kutarajiwa. Chanzo cha mzozo wa China na Taiwan ni madai ya China kuwa Taiwani inayojitawala yenyewe ni sehemu yake. Lakini hata hivyo, wengi wanaoishi katika kisiwa cha Taiwani wanaona kuwa ni nchi huru. Beijing inakiona kisiwa hicho kama jimbo lililojitenga na ambalo baadaye litakuwa sehemu ya nchi yake, na haijaondoa matumizi ya nguvu kufanikisha hili. China imekuwa ikieleza bayana kutokufurahishwa na rais wa Taiwani, ambapo awali alimtaja kama msumbufu na anayevuruga amani. Serikali ya Eswatini kwa upande wake imeeleza kusikitishwa kwake na kiongozi huyo wa Taiwani kushindwa kutembelea nchi hiyo kutokana na zuio hilo la China, lakini inasema hali hiyo haitabadilisha uhusiano wao wa muda mrefu na Taiwani. Rais wa Taiwan Lai Ching-te alialikwa nchini Eswatini kuanzia leo tarehe 22 mpaka siku ya Jumapili Aprili 26 kuhudhuria sherehe za maadhimisho ya miaka 40 ya mfalme Mswati madarakani na pia kusherehekea siku yake ya kuzaliwa. Alizaliwa Aprili 19 mwaka 1968. Taiwani imesema ujumbe maalum utateuliwa kumwakilisha Rais Lai katika sherehe hizo. Naam, ni taarifa yake Humphrey Mgonja. Msikilizaji, leo ulimwengu unaadhimisha siku ya dunia kwa kauli mbiu nguvu yetu sayari yetu. Lakini wakati viongozi wakihimizwa kuchukua hatua dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi, kijiji cha Chesongoch kule Elgeyo Marakwet bado kinaishi na makovu ya asili. Miezi 6 baada ya maporomoko ya udongo kuua zaidi ya watu 30, maisha yamekuwa mchanganyiko wa huzuni na ustamilivu. Ron Clifford alitembelea kijiji hicho na kutuletea simulizi ya vidonda ambayo bado ni mbichi. Rael Jepkosgei Kibor bado anatokwa na machozi. Ni takriban miezi 6 sasa tangu watoto wake watatu na mamake wafariki katika maporomoko ya udongo katika kijiji cha Chesongoch, jimbo la Elgeyo Marakwet nchini Kenya. Na japo muda unapita, matukio ya siku hiyo na makovu yaliyoachwa bado ni mabichi kabisa. Vile nakaa hapa nikianza kuona tu saa hii nyumba nasikia kulia. Yaani nikikaa hapa naanza sasa kuwaza, naanza kukumbuka watoto, naanza kukumbuka mama. Nikianza tu kusimama hapa niangalie pale, niangalie nyumba, niangalie sasa roho ndio ina nini. Ndio maana hata sitaki nitembee nikipandanga huko. Nasikianga uchungu sana. Mama huyo ni miongoni mwa wakazi wengi wa eneo hili la Bonde la Ufa waliopoteza wapendwa wao katika mojawapo ya matukio mabaya zaidi ya maporomoko ya udongo nchini Kenya. Zaidi ya watu 30 walithibitishwa kufariki na wengine zaidi ya 25 mpaka sasa hawajapatikana baada ya janga hilo lililosababishwa na mabadiliko ya tabia nchi. Nafikiria kama ningekuwa nyumbani ningekuwa nimefanya kazi yangu, hata nilime shamba, nijifanyie tu kazi yangu kawaida ya nyumbani. Lakini sasa maisha ya senda kukaa, hata unaweza kwa hata kitu ya kula unalala hivyo. Sasa hiyo akili inaanza sasa kufikiria vitu mbaya tena. Wakazi hapa sasa wanajaribu kurudia maisha yao ya kawaida, lakini bado wanaishi kwa majonzi na makovu ya siku hiyo. Na wanasema kurudia maisha ya kawaida si rahisi kwa sababu walipoteza kila kitu siku hiyo. Basi nikasema kwa sababu waje niweke investment ya kutosha ili iweze ya baadaye, maisha ya leo na ya baadaye. Kwa hivyo nikachukua mkopo wa milioni 1.3 ambayo ninakuwa nalipia kwa wakati huu, lakini biashara yenyewe haipo. Ni hasara sana kwa sababu kwa miaka 4 ijayo nakuwa nalipa mkopo, na huo mkopo nalipa kila mwezi 23,000.
Sasa leo ulimwengu unaadhimisha siku ya dunia. Kauli mbiu ya mwaka huu ni nguvu yetu, sayari yetu, ikiangazia uwajibikaji wa watu binafsi, serikali na jamii katika kuleta mabadiliko, hasa katika kupunguza hasara na uharibifu unaosababishwa na uharibifu wa mazingira. Na majanga haya huharibu si tu mali na vitu vinavyoweza kununuliwa kwa pesa, lakini pia huwa na athari hata kwa familia na tamaduni za kuishi za watu mbalimbali. Tunalala saizi ni sanda, nyumba kidogo sana, na tunaishi na watoto na ni ngumu hata kujipatilisha. Unajua wanaume wanajipatilisha kwa kikale au wajipatilishe kwa wakati wako na wamama. Inatakana wakati kila mtu na room yake kwa desturi ya Marakwet. Throughout watoto wako ndani kila mara, yule mtoko hata unajua watoto wanasikianga sana. Kifungu cha 5 cha Santiago Network chini ya mfumo wa kimataifa wa Umoja wa Mataifa kwa hasara na uharibifu kinasisitiza kutolewa kwa msaada kwa jamii zilizo hatarini ili kuwasaidia kufufua uchumi na kuwarejesha katika maisha ya kawaida baada ya majanga ya mazingira. Lakini mbona wahanga wengi huachwa katika mazingira magumu? We are having this conversation. Tunafanya mazungumzo haya katika ngazi ya kimataifa na sasa ahadi zinatolewa. Kwa hiyo serikali za nchi mbalimbali, wafadhili na jamii kwa ujumla wanahitaji kufikiria upya mbinu ya ufadhili wao na kutoa ahadi zaidi, na sio ahadi tu, bali pia pesa zinazohitajika katika suala la ufadhili ili tuweze kuendana na pengo lililopo kati ya mahitaji na kile ambacho tayari tunawapatia watu. The needs and what we are already delivering for them. Lakini hadi pale serikali na wadau wa kimataifa watakapowajibika kuhakikisha pesa zaidi zinapatikana ili kuwasaidia wahanga wa majanga, bado familia na watu kama vile Rael Jepkosgei Kibor wataendelea kusononeka na kupoteza dira yao maishani baada ya kujipata kwa majanga haya ya asili yanayosababishwa na mabadiliko ya tabia nchi. Roncliffe Odit, BBC, Chesongoch, Elgeyo Marakwet, Kenya. Shukran sana mtangazaji Kinara kwa taarifa hiyo ambayo inanielekeza kwenye tovuti yetu bbcnewswahili.com. Kuna taarifa kemkem hapo. Iran yasema imekamata meli 2 Hormuz baada ya meli 3 kushambuliwa. Usitishaji wa muda mapigano Iran ni mtego, ndilo swali linaloulizwa hapo. Lakini je, Chelsea ina shida gani? Aina mpya ya COVID-19 inayoibua maswali duniani ni hatari kiasi gani? Pia ni miongoni mwa taarifa zilizopewa hapo kipaumbele. Lakini kuna hii: Tanzania katikati ya matumaini na mashaka ikisubiri ripoti ya Oktoba 29. Hapo kesho tume ya uchunguzi iliyokuwa inachunguza visa vya vurugu vilivyotokea wakati wa uchaguzi wa Oktoba 29 inatarajiwa kutolewa rasmi. Tume hiyo iliyokuwa inayoongozwa na jaji mstaafu Chande inatarajiwa kutoa ripoti hiyo kesho. Msikilizaji, BBC Swahili bila shaka itakuletea uzinduzi wa ripoti hiyo mubashara kwenye mitandao yetu ya kijamii ikiwemo Facebook, YouTube, lakini vile pia Instagram, na tutajitahidi kukuletea uchambuzi na yatakayojiri kesho kuhusiana na kutolewa kwa ripoti hiyo. Kwa hivyo usikose. Lakini napata fursa ya kusoma pia maoni yako. Jairus Mukwana Zadoka, asante kwa kuwa nasi katika matangazo haya. Godfrey Mrina anasema ongereni Rwanda kwa kutaka kuanza kutumia magari ya elektroniki. Lakini Daniel Kariuki wa Molo anasema yuko pamoja nasi. Nikushukuru Julius Alfred. Kamoja Amri Mahwa wa Urambo Tabora Tanzania unasema chonde chonde Iran na Marekani mnaporushiana makombora, naomba msikose pia kutafuta amani. Nikushukuru Ganya Bucheyeki na Ali Mrange Gigiri Mresa kwa mara nyingine tena. Msikilizaji, matibabu ya saratani ya matiti yanaweza kusababisha matatizo ya kiafya ya muda mrefu, ikiwa ni pamoja na mikono kuvimba pamoja na uchovu. Hata hivyo, kundi la wanawake huko Hispania linapambana na ugonjwa huo kwa kutumia mchezo wa kurusha mishale kupunguza athari za matibabu hayo. Wanasema hilo limewasaidia sana na linawapa nafuu kubwa, kama inavyoeleza ripoti ya Claire Bats inayowasilishwa na Phyllis Mwate. Ni Pink Arrows, kundi la wapiga mishale ambao wote wanajiuguza kutokana na saratani ya matiti. Wanawake hawa hufanya mazoezi ya upigaji mishale hapa kila wiki. Mazoezi haya huwasaidia kuboresha nguvu zao na namna wanavyotembea, na pengine muhimu zaidi ni sehemu ya kukutana na kuzungumza kuhusu kile wanachopitia. Na mchezo huu umeleta faida nyingine ya kushangaza. Umewasaidia wanachama wengi kudhibiti maumivu yao.
Nilipoanza upigaji mishale mkono wangu ulikuwa umevimba sana, lakini sasa naweza kuinua mkono wangu kikamilifu na pia uvimbe umeisha. Limfodima ama uvimbe wa tishu ni athari ya kawaida ya matibabu ya saratani ya matiti. Husababisha mkusanyiko wenye maumivu wa maji katika sehemu ya juu ya mwili. Mari huenda kwenye klabu ya upigaji mishale kila wiki ili kusaidia kudhibiti hali yake. Mtaalamu wake wa tiba ya viungo ameona jinsi wagonjwa wake wote walivyoimarika walipoanza upigaji mishale. Faida kuu ni kuimarika kwa viungo. Zaidi ya hapo, mfupa wa bega hupata nguvu pamoja na sehemu ya mkono. Kuvuta na kuachia upinde huboresha mtiririko wa maji ya uvimbe. Pia inaaminika sana kwamba mtetemo wa upinde husaidia. Hii huunganishwa na masaji na bendeji za kubana ili kupunguza dalili zao. Nimeona visa ambapo uvimbe wa tishu umepungua na hata viungo vimepata nguvu. Pink Arrows wanafundishwa na mpiga mishale bingwa Ana Cano. Alipata wazo kutokana na jaribio lililofanikiwa hospitalini Madrid, na ameona kuwa limewasaidia wanawake hawa kiafya, kimwili na kiakili. Lazima waendelee na maisha yao. Wana watoto, wengine wana kazi. Hivyo maisha yanaendelea na hayawezi kusimama. Wanapokuja hapa kwa pamoja husahau kila kitu, na wanapoondoka kila mmoja hubaki peke yake. Mara nyingi silali vizuri, lakini usiku unaofuata baada ya upigaji mishale kawaida hulala vizuri sana. Makundi kama Pink Arrows yameanza kuenea kote Uhispania, na sasa kuna mashindano ya kitaifa kwa watu ambao wamepata matibabu ya saratani ya matiti. Na msikilizaji, na hapo basi ndipo tunapotia kikomo kwenye matangazo haya ya Dira ya Dunia Radio kwa siku ya leo. Matangazo mengine yatakuja kwenye Dira ya Dunia TV timu hapo saa 3 usiku. Kwa sasa nitoe shukrani za dhati kwa msimamizi wa matangazo haya Victor Kinani wakishirikiana na Nastea Mohamed. Msomaji habari amekuwa niambia Hirsi Muhariri. Ni Phyllis Mwate, mafundi wa mitambo Habati Masua na Sambatenzi mwenzangu Halima Nyanza. Mimi ni Karurobi na hii ni BBC. Shukran na kwaheri.